السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakia sala na salam Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nahusia nafsi yangu pamoja na kuhusieni katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, wametangulia mashehe zangu kunapo maudhui zao ambazo wamezitanguliza, ikiwa ustazi wa kwanza, shekhe wa kwanza akizungumzia kuhusiana na ubora wa kuitafuta elimu. Na jambo la kuitafuta elimu ni miongoni mwa misingi mikubwa ya dawa tusalafia. Katika misingi ya dawa tusalafia, na ni msingi mkubwa ambao unawapambanua baina ya masalafi na makundi mengine ambayo yamepotea, yamepinda, jambo la kukaa chini na kulazimiana na jambo la kusoma. Waislamu, ili upambanuke, utofautiane na makundi mengine, uonekane kwamba wewe ni salafi wa kweli, lazima ulazimiane na jambo la kusoma. Na shekhe wetu Sheikh Abu Azhar akazungumzia juu ya jambo la manhaju salafi, kusimama sawa katika manhaji ya salafi, manhaju as-salafia. Akazungumzia jambo la kusimama sawa katika manhaji hii, manhaji mubaraka, manhaji ambayo tunailingania na tunaitana, na mtu anajinasibisha kwamba mimi ni salafi, basi lazima kwa mtu huyu alazimiane na dawa hii kisawasawa, shikamane na manhaji hii kisawasawa, aifuate manhaji ya salafi. Mimi ndugu zangu Waislamu, kwa muda mfupi ambao napenda kuzungumza, nitakuwa nikizungumza kwa maudhui hizi ambazo zimetangulia, basi na mimi nitapita hapo hapo nikiwa nazungumza katika kubainisha fi bayani anna salafiyya khairu ahli baladihi istiqamatihi ala manhaji salafi salih. Maudhui yangu itakuwa ikizungumza kuhusiana na kule kubainisha ya kwamba salafi ni khairu ahli baladihi, wao ni bora ya watu katika mji. Yani ukitafuta watu waliokuwa bora katika mji, watu waliokuwa bora katika mji, basi ni masalafi. Kwa sababu gani? Istiqamatihi ala manhaji salafi, kule kusimama kwao sawasawa. Kwa sababu ya kule kusimama kwao sawasawa, wakasimama sawasawa katika manhaji salafi, basi salafi ni bora, wao wanakuwa ni bora mwa watu ambao watu katika mji wake. Mfano katika mji huu, katika senta yetu hii ya Izigo, kiwatafuta watu waliokuwa bora, basi ni masalafi. Kiwatafuta watu waliokuwa bora ni masalafi. Kwa nini? Kwa sababu wao wanasimama sawa katika manhaju salafi, wanasimama sawa katika manhaju as-salafi. Fahimtum ya ikhwan? Naam, basi wao wakawa ni watu waliokuwa bora, wakawa ni watu waliokuwa bora hao masalafi. Na wanakuwa bora kwa sababu gani? Anna salafiyya khairu ahli baladihi wa qaryatihi biistiqamatihi ala manhaji salafi salih. Hakika salaf ni bora, salaf ni bora miongoni mwa watu wa mji wake na kijiji chake, kwa sababu ya kule kusimama kwake juu ya njia ya salaf, kule kusimama kwake katika njia ya salaf. Lakini mambo yalivyo, kule kwao kusimama sawa katika njia ya salaf, walakin likathrati ma yantasibu ila hadha almanhaj almubarak wujida man huwa mahallu tuhammi haditha, wa minhum man yunafiru an-nasa an ittiba'i salafiyya. Lakini kwa kuwa ni wengi wanaojinasibisha sasa hivi, ni wengi wanaojinasibisha na manhaji ya salafi, njia iliyokuwa tukufu, njia ambayo ndani mwake kuna baraka za Allah subhanahu wa ta'ala, basi ukapatikana pia watu ambao wanatuhumiwa kwa mambo yaliyokuwa mabaya, wa huwa mahallu tuhammil khabitha. Hawa wanatuhumiwa
kwa mambo yaliyokuwa mabaya. Baadhi yao annahu min tanfiri nnasa an ittibai salafia, baadhi yao ambao wanatumiwa kwa mambo yaliyokuwa mabaya ni kwamba wao wanawakimbiza watu kuiacha manhaju salafi. Wanasema hawa salafia, hawa ni salafia jadida, hawa wanatukana watu, hawa wanafanya jambo fulani. Wapo baadhi ya watu ambao wapo katika mwelekeo wa namna kama hivyo, watu wachukie kuifuata manhaju salafi, na baadhi ya watu hudhani kuwa hii da'watu salafia ubora wa watu wakawa nadhania wadhani khayl an-nas bimujarradi alqawni ma'a salafiyin fi masajidihim, wakawa wanadhani kwamba ubora wa watu sasa unapatikana kwa kuwa tu pamoja na nini na salafiyun katika misikiti yao. Watu wakawa wanasema sasa hili na wewe uonekane ni mtu uliyekuwa bora, basi ingia katika misikiti ya masalafi. Wakawa wanajikita katika misikiti ya masalafi, wakawa wanaacha kuifuata da'watu salafia. Anadhani ya kwamba mimi nikiingia katika misikiti ya masalafi basi na mimi nimekuwa bora. Si hivyo. Si hivyo. Akawa anatumiwa kwa tabia zilizokuwa mbaya, tabia ambazo zinawafanya mpaka watu wengine wanaiacha manhaju as-salaf. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana amaluna khalisan sawaban innahu jawadun karim. Ndugu zangu Waislamu, ailam rahimakallahu ta'ala anna salafia khairu ahli baladihi, tambueni ya kwamba salaf ni bora wa watu katika miji na katika vijiji. Kwa sababu gani? Kwa nini huyu salafi anakuwa bora? Kwa sababu yabda umasirahu, anaanza safari yake sasa ila Allah ta'ala, safari yake ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bitaallumi ilmi nafi', wa kule kujifunza elimu yenye manufaa. Salafi siku zote yeye safari yake ya kuelekea kwa Allah huwa anaianza katika jambo la kuisoma dini ya Allah. Ndio maana mzungumzaji wa kwanza katika kuzungumza kwake akawa anazungumza juu ya kusisitiza jambo la kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe salafi wa kweli ambaye amejinasibisha na manhaj ya salafi, uianze safari yake ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuisoma elimu yenye manufaa minal kitabi wa sunnati sahiha, katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna zilizokuwa sahihi, ala ma kana alayhi salafu salih, juu ya yale waliokuwa nayo salafu salih. Qaulu nabii sallallahu alaihi wasallam, na dalili ni kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema katika hadithi ambaye ameipokea Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, na yule ambaye ametakiwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala basi umpa ufahamu katika dini. Yule ambaye ametakiwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala umpa ufahamu katika dini. Hadithi hii ameipokea al-Imam at-Tirmidhi wa sahahu al-Albani fi silsilati sahiha, katika silsila ambayo ni sahiha. Fala ya'mal wala ya'taqid wala yaqulu shay'an illa ba'da al-ilmi bih. Salafi yeye hafanyi kazi jambo lolote, wala haitakidi jambo lolote, wala yaqulu shay'an, wala azungumzi kitu chochote illa ba'da al-ilmi bihi, isipokuwa baada ya kuwa tayari ameshakuwa na elimu. Salafi huwezi ukamkuta anafanyia kazi jambo lolote bila ya elimu. Salafi huwezi ukakuta anaitakidi jambo lolote bila ya elimu. Salafi huwezi ukamkuta anazungumza jambo lolote pasina kuwa na elimu. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud raza Allah ziwe juu yake, anasema kunu yanabia al-ilmi masabiha al-huda. Ibn Mas'ud raza Allah ziwe juu yake ana maneno mazuri sana, ambayo ameyataja katika Musnad wa Ad-Darimi, yametajwa katika Musnad wa Ad-Darimi hema Allah, mjeledi wa kwanza ukurasa nambari 317. Anasema Ibn Mas'ud, kunu ya nabia al-ilmi masabiha al-huda, kuweni ni chemchemi ya elimu, kuweni ni chemchemi ya elimu. Masabiha al-huda, na kuweni ni taa ya uongofu, kuweni taa ya uongofu.
akhlas albuyut surud al-layl judud al-qulub khalqana athiyabi tu'rafuna fi ahli as-samai wa takhfawna ala ahli al-ardi. Kuweni chemchem za elimu, taa za uongofu, watu wa kushikamana na nyumba zenu, yani kwa maana ya kwamba wenye kujistiri, taa za usiku, wenye ibada ya usiku, wenye kuisha nyoyo, nguo zenu ziwe chakavu kwa unyenyekevu. Mtajulikana kwa watu wa mbinguni na mtajificha kwa watu wa ardhini. Kwa maana gani? Kuweni ni taa, kuweni mchemchem za elimu, yani kwa maana ya kwamba nyinyi mnashikamana na elimu kisawasawa, mnasoma, kuweni hivyo. Na kuweni taa za uongofu, kuweni taa za uongofu, watu wa kushikamana na nyumba, wenye kujistiri, taa za usiku, ahlas albuyut, yani watu wa kujishughulisha na ibada nyumbani, si wa kelele na kujionesha. Hapana, shikamana na jambo la kusoma, shikamana na jambo la kukaa na watu ambao wanaoangaza usiku kwa ibada, yani kwa maana ya kwamba wanasimama katika qiyamul layl, visimamo vya usiku, judul qulub, wanaouhisha nyoyo zao kwa dhikri na elimu. Nyoyo zao wanaziuhisha kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na khalqani thiyabi, na wana dalili ya unyenyekevu, watu wa kujionesha kwa mavazi, wanajulikana kwa malaika kwa wema wao. Ule wema wao wanajulikana, hawajulikani sana kwa watu wanakwepa zile riya, bali wao wanajulikana kwa malaika, kwa maana wanajitenga kwa ajili ya ibada. Ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hao ndio salaf. Kwa hiyo jambo la kwanza, hawa salafiyun wanakuwa bora katika miji kwa sababu wao wanashikamana na jambo la kusoma. Kwa hiyo tusome ili msimamo wako uliokuwa wasawa uonekane kwamba wewe ni salafi wa kisawasawa. Jambo la kwanza, anza mambo yako kwa jambo la kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mambo mengi sana, lakini muda wangu ni mfupi. Kwa hiyo napenda jambo lingine la pili ambalo mtu aonekane kwamba ni salafi, wayatabi'u khairan nas wa humus salafus salih min as-sahabati wat tabi'ina wa atba'i tabi'ina qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Hadithi, qawlun khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu ni wale waliokuwa katika karne zangu. Mtume SAW anasema katika hadithi ambayo ameisimulia Imrana bin al-Husayn, anasema khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu ni wale ambao wamo katika karne yangu, kisha wale watakaofuatia, kisha wale watakaofuatia. Hawa ndio waliokuwa watu waliokuwa bora. Zimebaki dakika 2 na tunaangalia katika kubainisha ya kwamba salafi ni katika watu waliokuwa bora katika miji kwa kule kushikamana kwao na manhaji ya salafi, Kwa hiyo ukishikamana na manhaji ya salafi, wewe utaonekana ni mtu aliyekuwa bora. Lakini ukiacha hii manhaji ya salafi, basi ndugu yangu Muislamu, utakuwa umepinda na utaonekana ni mtu wa hovyo. Tambueni ya kwamba itakapokuwa ya kwamba salafiyun au masalafi sio kwamba ndio firqatun najia, hivi wewe unahisi ni akina nani watakuwa firqatun najia? Firqatun najia ni kundi ambalo limeokoka na bid'a, limeokoka na shirkiyat, limeokoka na maasiya, limeokoka na moto wa jahannam, kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akibainisha makundi 73 yatakayoingia motoni. Akasema ya kwamba kundi moja tu ndilo litakalookoka kuingia katika moto wa jahannam. Kwa hiyo ndugu yangu Waislamu, bishara njema kwa ninyi ambao mmeifuata njia ya haki, mkashikamana na njia hii ya salafiyun. Bishara kwa ninyi, hakika mpo katika njia iliyokuwa ya sawa. Nadhani maudhui nyingine itakuja kuzungumzia kuhusiana na ule uwajibu wa kuifuata manhaji hii na kuhakiki kubaki katika njia hii. Nisizungumze sana, niishie hapa. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala sayidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.